Kwamba tumekuwa na kikao kizuri. Kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi, kama secretariat tuna wajibu kupokea na kuyachakata. Sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata, na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya skopu ya bodi ya ligi kuu kwa maana kuyafanyia maamuzi, basi tunayafanyia maamuzi. Kwa yale ambayo tutaona kwamba yako nje ya uwezo wetu, basi tutapeleka kwenye mamlaka husika ili yaweze kufanyiwa kazi na yafanyiwe maamuzi pia. Kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Kwa hiyo hilo lilikuwa ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzulu kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa legal entity. Secretariat pamoja na uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania, kwa sababu kwenye kikao alikuwepo mwenyekiti wa bodi, alikuwepo makamu mwenyekiti wa bodi, alikuwepo mjumbe wa management committee ambayo imekasimiwa madaraka na mkutano mkuu kuweza kusimamia utendaji wa kila siku wa bodi ya ligi kuu. Haitoshe kusema kwamba tumepokea, na ukitazama kwa mujibu wa governing regulation tuliyokuwa nayo, haya mambo yote manne unaweza ukaona kwamba yapo out of scope, yani yapo nje ya uwezo wa bodi ya ligi kuu kuweza kuyapokea, kuyajadili na kuyatolea uamuzi. Kwa mujibu wa muundo tuliokuwa nao wa usimamizi na uendeshaji wa ligi, haya mambo yote manne ukiondoa ili jambo moja la kwanza ambalo liko ndani ya uwezo wa mwenyekiti wa bodi, haya mambo matatu yaliyobaki, tafsiri yake mamlaka ambazo zinaweza zikayapokea, kuyachakata na kuyafanyia maamuzi ni kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu na mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo tumewaambia wenzetu kwamba tumeyapokea kwa nia njema, kwa nia ya kujenga, tutayawasilisha kwenye mamlaka husika ili yaweze kuyafanyia kazi, na baada ya hapo basi tutawajulisha. Yanga position yao ni kwamba wangetamani haya yafanyike ili wao warudi katika huo mchezo. Changamoto tuliyokuwa nayo, ukiyatazama haya mambo kuyatamka ni mambo ambayo yanawezekana, lakini ukija kwenye utendaji ni mambo ambayo hayawezi kufanyika overnight. Kwa mfano, bodi kutoka kuwa chombo tegemezi cha TFF na kuwa chombo huru, yani unazungumzia mchakato ambao unahusisha taasisi nyingi. Kwanza lazima uende katika management committee, ukitoka kwenye management committee uende kwenye mkutano mkuu wa bodi, ukitoka kwenye mkutano mkuu wa bodi iende kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu, ikitoka kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu iende kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona yes linawezekana, lakini linahitaji muda fulani hivi ili liweze kutokea. Na ndio maana nikasema kwamba ukiyatazama haya maazimio mengi yako nje ya mamlaka ama mandate ya bodi ya ligi kuu Tanzania, lazima tuyafikishe kule ambapo yanapaswa kuweza kufika, kuchakatwa, kujadiliwa and then kufanyiwa maamuzi. Sasa huyu ni Almas Kasongo, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, akizungumza matakwa ya leo aliyoyapokea kutoka kwa Young Africans baada ya kikao chao yakiwa ni manne, na mwishoni hapo akiconclude na kusema kuyasikiliza naweza kuwa ni marahisi sana kuyatamka, lakini kuyafanyia kazi yanahitaji muda, yanahitaji mchakato kweli kweli. Kwanza hili la kwanza la kuvunja kamati, ili sasa amesema naweza likawa ni ndani ya uwezo, lakini kuanzia hili la pili, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu kujiuzulu, katibu mkuu wa shirikisho la soka Tanzania TFF kujiuzulu, bodi ya ligi rasmi badili muundo na iwe chombo huru na sio sehemu ya TFF, ili sasa tunahitaji muda kweli kweli. Wakati akiyasema hayo, yote haya yamekuja kutokea ama kutokana na dabi yenyewe, mchezo kati ya Young Africans na Simba Sports Club. Sasa baada ya kusikiliza haya, pengine liliguswa lolote kuhusiana na mechi yenyewe kuchezwa? Dabi ipo ama haipo? Tumsikilize tena Almas Kasongo.
Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama mtendaji mkuu, nitakwambia status quo ina prevail, kwa maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 kama sikosei. Kwa unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi moja kwa moja, na ndio maana katangulia kusema kwamba sisi tuna wajibu wa kupokea na kuwasilisha kwenye kamati husika, kwenye mamlaka husika kila kipengele ili waweze kukifanyia kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambao nayasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina prevail unless mpaka pale kamati hizo tutakapowasilisha zitakapofanya maamuzi tofauti na ambayo tayari yameshafanywa. Status ina prevail, kitaalamu tutafsirieni wataalamu. Status quo ina prevail. Maana yake kwa mujibu wa ratiba, yeye anaamini mechi ipo mpaka pale atakapopewa jibu otherwise. Mwake iliniacha kidogo, umekaa kitaalamu hapa group prevail. Unajua mambo ya dabidabi ukishaika Kiingereza tunatuchanganya yani. Unatuvuruga yani. Kwamba yani unajua ameisema tu ile lugha ya kinini asema ya kiutendaji yani. Ya kiutendaji yes, kwenye jambo ambalo limeamuliwa status quo prevail. Sasa sio ambao tunaifuatilia dabi atuelewe hii. Asikakati uandamizi. Kwamba kwa mujibu wa ratiba ilivyopangwa na yeye ndio mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Ratiba inaonyesha kwamba tarehe 15 inatakiwa kuwe na mchezo namba 184. Kwa mpaka pale kamati itapokuja na majibu tofauti, hapo atapopata jibu tofauti na maelekezo tofauti, basi lakini zispike anaamini mechi. Kwa dabi iko pale kwa mujibu wa wake. Lakini pia anasema kikao kile hakikuwa ni kikao cha maamuzi. Haya matakwa yote yanapelekwa kwenye mamlaka cha kupokea na kuwasilisha. Kupokea na kuwasilisha. Huo ni upande wa bodi ya ligi. Manake walikihitaji kikao, wakaketi wakayazungumza na ndio ambayo wameyapokea. Sasa kwa upande wa Young Africans, hivi ulitegemea pia kuwasikia? Ni baada ya bodi kuzungumza nao pia waje uzungumze? Jambo ambalo ulitarajia? Na haswa baada ya Almas. Manake Almas ndo alianza kuongea alafu Yanga ndo akaja. Ndio nasema ulitarajia nao waje wazungumze tena baada ya bodi ya ligi? Kama kuweka mambo sawa tena. Nafikiri na sababu hiyo sana wameipata baada ya kusikia Almas kaanza kuzungumza. Maana kuna kama majibu ya mazungumzo ya Almas yametoka kwa upande wa Young Africans. Kutoka kwa Young Africans. Kwa hivyo yalihitajika. Alikamwe akazungumza na akayaweka wazi haya matakwa manne. Sio yote ambayo yanatakiwa yafanywe kazi kwa haraka. Sahihi. Kuna matatu ambayo yanawezekana, lakini ili la bodi kuja kuwa huru, ili ni mchakato wa muda mrefu. Na wao pia wanatambua. Sio kwamba bodi iwe chombo huru ndo wacheze dabi. Sasa tusikize kwa upande wa Young Africans